Kwa niaba ya bodi ya Simba nimeona taarifa hii nizungumze mwenyewe kama mwenyekiti wa bodi ili ipate uzito inaostahili. Ya kwanza ni taarifa ya kuhusu kadi za wanachama. Tulikuwa tumepanga awali kwamba tungetoa kadi za wanachama tarehe 27 Machi, lakini zoezi hilo lilishindikana kwa sababu kulikuwa na kazi ya system yenyewe ya kutengeneza hizo kadi mpya ilikuwa haijakamilika, hasa kwenye maeneo ya ujazaji, kwa sababu zile branch zote ambazo zipo sasa hivi lazima ziingizwe kwenye mfumo, na baada ya kuingizwa kwenye mfumo baadaye sasa ndio wanachama wale waliopo sasa waweze wenyewe pia kuwa wa kwanza kupewa kadi, na wakati huo matawi mapya na wanachama wapya kupitia matawi yaliyopo waweze nao sasa kupata kadi. Zoezi hilo karibu linafikia mwisho. Tukishalimaliza zoezi hilo la kulodi matawi ambayo yapo, basi tutatangaza rasmi lini tutazindua siku ya kuanza kutoa kadi mpya za kisasa kwa wanachama wa Simba. Kwa hiyo niliseme ili wafahamu kwamba zoezi linaendelea. Ni kwa sababu ni kitu kizuri, kitu cha kisasa, kwa hiyo kilihitaji muda hasa kutengeneza database ambayo ni nzuri. Mlolongo mwingi sana na stories zimekuwa nyingi sana baada ya mwenyekiti wa bodi ya Simba Clatous Magori kutoka na kuanza kuongea mambo mbalimbali yanayohusiana na klabu ya Simba, lakini pia ndani yake akawa amezungumza kuhusiana na mambo yanayohusiana na uhamisho wa Damaro Kamara kutoka katika utaifa wa Guinea na kwenda kwenye utaifa la Tanzania. Alikuwa ameweka hoja mbalimbali ambazo sasa leo nataka nipite katika hoja hizo moja baada ya nyingine ili kuweza kuweka mambo sawa sawa. Lakini nikianza na hoja yake ya kwanza, kitu ambacho alikuwa amekizungumza, anasema kwamba kuhusiana na wanasimba kuto kupata kadi ya uwanachama ambao waliahidi tarehe 27 mwezi wa 3 watapatiwa kadi ya uwanachama, lakini mpaka hivi sasa hawajapatiwa kadi ya wanachama, wakisema kwamba mifumo ilikuwa imeleta shida na ndio maana mpaka sasa hawajapatiwa kadi za uwanachama, na pia walikuwa hawajafanya logistic kujua kwamba matawi yako mangapi, matawi mapya mangapi, wanachama wapya na wanachama wengine, ili waweze kuingia kwenye mfumo ili kuweza kuleta kadi za wanachama. Swali, kama mlikuwa mnajua kabisa kwamba hivyo vitu vyote haviko sawa, kwa nini mliweza kutaja tarehe ya kuweza kugawa kadi za wanachama? Sio kuwa tayari kugawa kadi za wanachama, kwa nini mlifanya hivyo? Hii inadhihirisha ni kwa namna gani kwamba kwenye uongozi wa Simba kuna shida. Lakini pia swali la pili, Clatous Magori yeye ni mwenyekiti wa bodi ya Simba Sports Club, sio mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club. Kwa nini anatoka hadharani kwenda kuongea mambo yanayohusiana na Simba na wanachama, wakati mwenyekiti wa wanachama mwenye hisa 51% yupo ambaye ni Murtaza Mangungu? Kwa nini anatoka yeye? Na kwenye kauli yake tumemsikia akisema kwamba anakuja kuongea yeye ili kuweza kuweka uzito zaidi. Je, yeye mwenye 49% ana uzito zaidi kuliko mwenye 51%? Hilo ni swali la kuweza kujiuliza na kuweza kuona kwamba namna gani kwamba Simba kwa sasa kuna vitu vinakuwa haviko sawa. Lakini pia tunakwenda katika eneo la pili, alikuwa anasema kwamba wameweza kufuatilia kwa umakini zaidi kuhusiana na sakata la Damaro, na wao walipeleka shauri TFF na wao wakawa wanahitaji kuweza kupatiwa majibu. Wanasema kwamba katika barua walioiandika wamejibu katika hoja ambazo TFF pamoja na ile kabineti ya masuala ya haki za wachezaji wamechagua masuala ya kuyajibu na mengine hawajajibu. Yapi ambao hawajajibu? Hawajajibu katika maeneo haya ambao wao wameweza kuhoji. Kwa nini Damaro Kamara amepatiwa uraia wa Tanzania na ana sifa ya kucheza timu ya taifa? Kulikuwa na haja gani ya yeye kupatiwa uraia wa Tanzania wakati hana sifa ya kucheza timu ya taifa? Jibu la msingi ni kwamba unapokuwa unapatiwa uraia, ukiwa raia na unapewa haki ya kuwa kama local player, ili kucheza timu ya taifa lazima uweze kufanya transfer ya shirikisho kutoka Guinea usome kuwa Tanzania, na FIFA status yako isome kwamba wewe ni Mtanzania, ambapo ukiangalia katika hali ya kawaida hata kama unakosa FIFA status ya kusema wewe ni Mtanzania, bado unabaki kuwa na haki ile ile ya kuwa local player, kwa sababu
FIFA wanachokitazama, wanaangalia wewe passport yako ya kusafiria inasoma nchi gani na vielelezo vingine vya uraia vya nchi husika, ambayo hivi vipo katika masuala ya kiutawala, yanasoma nchi hiyo au vipi. Na kama yanasoma nchi hiyo, basi wewe hata kama utakuwa haujabadilishwa kwenye mfumo wa FIFA, kwa maana ya kwamba kwenye FIFA status haijabadilika, wewe unaweza kucheza katika klabu, lakini unakuwa eligible kucheza timu ya taifa, kwa maana ya kwamba wewe utahesabika kama mgeni katika timu ya taifa. Lakini kwa Tanzania hautaweza kucheza timu ya taifa mpaka pale FIFA status itakavyokuwa imebadilika. Hilo ni swala ambalo nilishawahi kulizungumza na nilishakutolea ufafanuzi wa kutosha kabisa, lakini nimeshangaa mwenyekiti wa bodi ya Simba anatoka hadharani tena kuja kusema, na pia akaja kuzungumzia kuhusiana na FIFA identity na akazungumzia masuala ya ITC kwamba inakuwaje kwa Damaro. FIFA identity ni kweli kabisa kwamba mchezaji anapokuwa na FIFA identity haitakiwi kubadilika hata kidogo, inabaki kuwa FIFA identity, kwa sababu FIFA identity ni sawasawa na NIDA, ni sawasawa na namba ya utambulisho wa mchezaji, na sio kila mchezaji lazima awe na FIFA identity, sio kila mchezaji lazima awe na FIFA identity. Lakini unapokuwa tu umejisajili kwa mara ya kwanza kwenye FIFA, na hususan katika kuitumikia timu za taifa, lazima FIFA identity iweze kuhusika. Kuna wachezaji wanacheza ligi ya Tanzania, inawezekana wakawa hawana FIFA identity, lakini unapopewa FIFA identity maana yake ni kwamba hiyo ni namba ambayo haiwezi kubadilika. Kwa mfano inaweza kuwa FIFA identity labda 15, 16, 8. Kwa hii hata kama ukibadili uraia, hata kama ukibadili jina lako, hii FIFA identity inabaki kuwa vile vile kama ilivyo. Lakini kwenye swala zima la ITC, kwa maana ya kwamba international transfer certificate, hii inakuwa inaweza kubadilika, kwa maana hii inahusika kuhama kutoka shirikisho moja kwenda shirikisho lingine, ambapo hii inaweza ikabadilika muda wowote ule. Sasa sijajua Clatous Magoli yeye concern yake kubwa iko wapi, lakini katika engo ya kwamba Yanga kumtumia kama local player, wao wameangalia mamlaka ya uhamiaji ya Tanzania ikishirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani kuweza kumpatia uraia na kuwa raia wa Tanzania, basi huyu anastahili kuwa local player. Na ambapo hiyo ukienda popote, ukienda FIFA, ukienda CAS, ukienda popote pale, utoweza kupata haki ambayo wewe unaizungumzia na kuhitaji wakati hiyo haipo kwenye ukweli. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nilikuwa nataka nije kuliweka clear kabisa kwamba mwenyekiti wa bodi ya Simba katika hili ameweza kupuyanga pakubwa zaidi. Lakini pia mwenyekiti wa bodi akaenda mbali zaidi na kusema kwamba walikuwa wanataka aende Damaro Kamara pamoja na Simba wakawaeleze mbele ya TFF kwamba walipataje uraia, waliwezaje kukaa na uraia wa Guinea na kuweza kuwa raia wa Tanzania, ili kuwaje. Sasa swali linakuja, hawa wanaotaka kwamba waende akajieleze TFF ndio wanatoa uraia wa mwananchi wao? TFF ndio wanahusika? Na kama wao walikuwa wanataka kujua wamefanyaje, je, kwa nini wasingewashirikisha na Singida? Kwa sababu katika mchakato wa kuweza kupata uraia alikuwa akiwa Singida, sio akiwa Yanga. Kwa nini anawaita Yanga na Damaro na Singida anaiweka pembeni? Kwani alipokuwa Singida alikuwa anacheza kama mchezaji wa wapi? Na alipokuwa Singida alikiza against Simba anapoteza, anashindwa kwenda fainali kombe la shirikisho, Damaro Kamara alicheza kama nani? Na kwa nini hakuweza kuibua hayo? Na leo anataka kwenda TFF, wanahitaji Yanga na Damaro, wanamwacha Singida, ambaye Singida ndiyo ambaye alikuwa amemiliki mchezaji akiwa mzawa na uraia aliupata akiwa Singida. Kwa nini asiende kumuita pale na kuweza kuwauliza Singida, wanaenda kuuliza Yanga? Kuna kitu gani hapo? Kwa hilo ni jambo ambalo la kuweza kujiuliza kwa kina kabisa. Hiyo ni hoja nyingine. Lakini hoja nyingine ambao wameweza kuiraise hapo ni kuhusiana na Kibu Denis, Kibu mkandaji, kwamba Kibu Denis hakuwa ana uraia wowote, alikuwa mkimbizi, alikuwa hana uraia wowote. Hii haijawahi kutokea duniani kwamba binadamu anazaliwa alafu anakosa uraia wowote. Yaani hiyo sijawahi kukutana na kesi kama hiyo. Ni kwa mara ya kwanza namsikia mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa Simba Clatous Magoli unatuambia kwamba kuna raia ambao mpaka leo hawana utaifa, hawana taifa lolote. Ni kweli kwamba Kibu Denis hakuwa na taifa lolote? Hebu tuulize mamlaka ya uhamiaji ikishirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani waliweza kusema kwamba Kibu Denis alipatiwa uraia akiwa raia wa Kongo, lakini alikuwa mkimbizi katika taifa la Tanzania. Na nikukumbusha nyuma kidogo, 2021 2022 ambapo Kibu Denis anasajiliwa kutokea Mbeya City kuja
Simba Sports Club alikuja kama mchezaji wa kigeni akitimiza namba ya wale wachezaji wa kigeni 13, kipindi cha kina Chris Mugalu, kipindi cha kina Bernard Morrison, kipindi cha kina Henock Inonga Baka, kipindi cha kina Duncan Nyoni. Umeelewa vizuri? Kile kipindi ndio kipindi ambacho wachezaji 13 wa kigeni walikuwa wamemkamilisha, akiwemo nani na Kibu Denis. Na Kibu Denis anakwenda kupata uraia, alikuwa akiitumikia Simba Sports Club. Leo hii unasemaje kwamba TFF ndio walihusika kwenye kuomba uraia wa Kibu Denis na Simba walimsajili akiwa kama mchezaji mzawa? Sio kweli, alisajiliwa akiwa kama mchezaji wa kigeni na alipata uraia akiwa ndani ya Simba Sports Club. Mbona Yanga walitulia hawakwenda FIFA? Mbona Yanga hawakwenda kasi? Inakuwaje kwa Damaro Kamara, ambaye Damaro Kamara huyu tayari unaona kila kitu, mchakato wote wa yeye kuwa raia umekwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba hapa katika eneo hili Simba Sports Club kupitia mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa Simba amezidi kupuyanga, amezidi kupotea njia, lakini pia anakwenda kujivua nguo katika uongozi wa Simba Sports Club. Lakini pia ukiangalia tena ukija ukipima zaidi hoja ambayo alikuwa ameitoa, akasema kwamba Damaro Kamara hawezi kuwa mchezaji wa timu ya taifa hata miaka 100 hata miaka 1000, akitoa sababu kwamba eti kwa sababu Damaro Kamara hana mzazi ambaye ana mizizi ya Tanzania, hana baba, hana mama, hana babu, hana bibi. Lakini ili aweze kuwa mchezaji wa timu ya taifa kungekuwa na uhusiano kwamba angekuwa na mizizi na nchi hii, kwa maana kwamba angezaliwa Tanzania au babu yake au bibi yake au baba yake au mama yake wangekuwa wa Tanzania, angeweza kuwa nini, angeweza kucheza timu ya taifa. Sasa inakuja swala hili kwamba nakupa elimu kidogo Clatous Magoli pamoja na watu wa Simba. Umeona bwana, pamoja na watu wa Simba nakupa somo kidogo. Ili Damaro Kamara aweze kucheza timu ya taifa, umeelewa vizuri, kwa mujibu wa FIFA lazima kuna vitu fulani vya kuweza kuzingatia, ikiwemo jambo la kwanza kabisa la kuzingatia ili FIFA waweze kuruhusu timu ya taifa, lazima uwe raia halali wa taifa husika, na uraia wako usiwe uraia wa muda, uwe uraia wa kudumu. Hiyo ndio kigezo cha kwanza cha wewe kucheza timu ya taifa. Lakini pia lazima pia uweze kuwa mtu, kama ndio umepata uraia kwa njia ya kuomba, lazima katika taifa hilo ukae kwa miaka isiyopungua miaka 5 ukifanya kazi hapo. Baada ya kutimiza miaka 18 ukae miaka isiyopungua miaka 5, ndipo uweze kupata sifa wewe kucheza timu ya taifa. Kwa hiyo Damaro Kamara toka afike Tanzania mpaka hivi sasa ukipiga mahesabu, ina maana kwamba ifikapo 2029 atakuwa ametimiza miaka 5 akiwa Mtanzania, akiwa tayari raia wa Tanzania. Kwa hiyo process za kuhama shirikisho ni process ambazo zinakwenda taratibu, na hizi mpaka mwenyewe Damaro Kamara atake kufanya huo uhamisho au TFF pia itake kufanya huo uhamisho. Umeelewa vizuri? Lakini swali lako la kusema kwamba wanampa uraia wakati hana sifa kuja kimataifa, wanampa kwa faida zipi? Faida zipo nyingi sana za kupewa uraia. Damaro Kamara akizaa mtoto, kwa sasa mtoto anakuwa Mtanzania pase, na huwa mara nyingi sana tunaamini katika asili. Kwa hiyo ina maana kwamba tunapata product ambayo ina uashiria wa mchezaji mpira, kwa hiyo unapata Mtanzania fresh kabisa kutoka kwa Damaro Kamara. Lakini pia kitu kingine, anaitumikia timu ya Young African ikiwa Tanzania, na hii Young African inashiriki mataifa. Anaweza akatumikia Simba inashiriki mataifa, anaweza akatumikia Azam, anaweza akatumikia Namungo, anaweza akatumikia timu yoyote ile ambayo inashiriki kimataifa. Na ligi yetu sisi imekuwa ligi namba 6 kwa ubora, si tu kwa sababu ya performance ya timu ya taifa, performance ya vilabu vyetu pia, na ligi yetu kuweza kupanda thamani. Kwa hiyo ina maana kwamba wanaopandisha thamani ligi yetu ni wachezaji wa kigeni. Kwa kama tunapata wachezaji wa kigeni na wanakuwa wazawa, ina maana kwamba tunazidi kuipandisha hadhi ligi yetu na kuweza kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo yote katika yote, Clatous Magoli bado hajafikia vigezo vya kuweza kulicriticize jambo hili ambalo yeye wao wanalivalia njuga, na ninachokiona ni anguko kwa Simba Sports Club kupeleka swala hili FIFA na kwenda kule kutia aibu kabisa na kuweza kushindwa kabisa, kwa sababu FIFA watakachokiangalia wataangalia vielelezo vya mchezaji vinasemaje, anamiliki passport ya wapi, na je ana vielelezo vya uraia halali, basi huyo atamhesabu kama local player. Na FIFA hawahusiki na mchezaji kwenye ligi husika kuwa local player au professional player. Hilo ni jambo ambalo lipo wazi kabisa. Kwa Clatous Magoli unatakiwa ukae chini, uweze kukaa vizuri na cabinet yako na management yako ya sheria,
iweze kuweka mambo haya sawa sawa, kuliko kupuyanga namna hii na kuweza kuichelewesha Simba Sports Club. Viongozi kama nyie tunawahitaji sana mkiwa mnaenda kwa weledi, lakini sio kwenda kwa miemko. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa nakuletea maelezo haya ambayo yalikuwa yametolewa na Clatous Magoli kuweza kuwaambia kwamba namna gani mambo yanatakiwa yawe na sio kama hivi ambavyo wanafikiria. Basi kama wewe utakuwa bado subscribe hapo, like, comment, share ili watu wengi zaidi waweze kupata elimu hii. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye bye.